Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump umekanusha ripoti kwamba Iran imewakamata wanajeshi wa Marekani. Hayo yanajiri wakati Rais wa Marekani Donald Trump akitoa heshima baada ya kuhudhuria sherehe katika kambi ya jeshi la anga la Dover huko Delaware, huku mabaki ya wanajeshi 6 wa Marekani waliouawa nchini Kuwait yakirejeshwa nchini humo. Wanajeshi hao waliuawa baada ya ndege isiyokuwa na rubani kugonga kituo cha amri huko Kuwait, na walikuwa wanachama wa kitengo cha jeshi la Marekani kutoka Des Moines, Iowa. Trump alielezea vita dhidi ya Iran kama huduma ambayo kwa kweli tunatoa sio kwa Mashariki ya Kati lakini kwa ulimwengu, na aliapa kupunguza vifo vya Wamarekani. Rais Trump amewatunuku wanajeshi 6 wa Marekani waliouawa nchini Kuwait wakati wa vita na Iran wakihudhuria sherehe tukufu, huku mabaki yao yakirejea katika ardhi ya nyumbani. Trump alikutana na wanafamilia katika kambi ya jeshi la anga la Dover huko Delaware kama sehemu ya kile ambacho jeshi la Marekani linakiita uhamisho wenye heshima wa Wamarekani waliouawa nje ya nchi, wa kwanza tangu Marekani na Israel zianze kuishambulia Iran mnamo Februari 28 na kusababisha Iran kulipiza kisasi. Trump aliyevalia suti ya buluu na tai jekundu na kofia nyeupe yenye nembo ya Marekani kwa herufi za dhahabu alijumuika na watu mashuhuri akiwemo mke wa Rais Melania Trump, makamu wa Rais JD Vance, waziri wa ulinzi Pete Hegseth na Jenerali Dan Kane, mwenyekiti wa wakuu wa pamoja wa wafanyakazi. Trump alikiri kwamba Wamarekani wanaweza kufa wakati alitangaza kuanza kwa vita, na alifanya hivyo tena Jumamosi. Linapokuja suala la vita daima kuna hivyo, lakini tunaiweka kwa kiwango cha chini, nadhani, aliwaambia mkutano wa viongozi wa Amerika ya Kusini huko Dora, Florida, kabla ya kuelekea kwenye kituo hicho cha anga cha jeshi la Marekani. Wanajeshi hao 6 walifika nyumbani kwa njia tofauti kuliko walivyofikiriwa wangerudi nyumbani, lakini ni mashujaa wakubwa katika nchi, Trump alisema, akielezea vita vya Iran kama huduma ambayo kwa kweli inaisaidia dunia. Hata hivyo, rais huyo alikataa ripoti iliyoeleza kwamba wanajeshi wa Marekani walitekwa na wanajeshi wa Iran. Katika mitandao mbalimbali ya kijamii kumekuwa na ripoti zinazoonyesha wanajeshi kadhaa wa Marekani wakitekwa nyara na wanajeshi wa Iran. Hata hivyo, utawala wa Trump umekanusha ripoti hizo. Hii ni baada ya mkuu wa Baraza la Usalama la Kitaifa la Iran, Ali Larijani, aliyedai kuwa Marekani ilikuwa ikipotesha utekaji nyara huo kama vifo vya kivita. Ali Larijani, mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa la Iran, alidai kuwa nchi yake imewakamata wanajeshi wa Marekani tangu kuzuka kwa vita wiki iliyopita. Maoni hayo yalikuja katika chapisho la Jumamosi kwenye mtandao wa kijamii wa X, ambapo Larijani alipendekeza kuwa Marekani ilikuwa ikificha utekaji huo. Imeripotiwa kwangu kwamba wanajeshi kadhaa wa Amerika wamechukuliwa mateka, Larijani aliandika. Lakini Waamerika wanadai kwamba wameuawa kwa vitendo licha jitihada zao zisizo za maana. Ukweli sio kitu ambacho wanaweza kuficha kwa muda mrefu. Jeshi la Marekani hata hivyo lilikanusha haraka madai hayo kwa taarifa yake yenyewe. Serikali ya Iran inafanya kile iwezekanalo kueneza uongo na kudanganya. Huu ni mfano mwingine wa wazi, kapteni wa jeshi la wanamaji wa Marekani Tim Hawkins alijibu chapisho la Larijani. Msemaji kutoka kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM aliunga mkono kukanusha kwa Hawkins katika taarifa kupitia Al Jazeera, shirika la habari la Kiarabu. Madai ya serikali ya Iran ya kuwakamata wanajeshi wa Marekani bado ni mfano mwingine wa uongo na udanganyifu wake, msemaji huyo alisema. Takribani wanajeshi 6 wa jeshi la Marekani waliuawa mpaka sasa, na hii ndio taarifa rasmi iliyotolewa na Marekani tangu vita vilivyoanza mnamo Februari 28 baada ya Marekani na Israel kufanya mashambulizi ya pamoja, na utawala wa Trump ulitii kampeni ya kijeshi ya Operation Epic Fury. Shirika la habari la Tasnim nchini Iran limeripoti wiki hii kwamba takribani watu wao 1332 wameuawa katika vita hivyo tangu wiki iliyopita. Idadi hiyo ya vifo inajumuisha takribani watoto 180 waliofariki katika shambulizi la shule katika mji wa kusini mashariki mwa Minabu. Hata hivyo, Iran pia ilidai iliwaua karibia wanajeshi 500 wa Marekani wakati wa operesheni ya siku za mwanzoni katika kipindi cha vita. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.